kuweka makongamano ya ovyo ovyo ambayo hayana hata maana. Na mimi nasema hivi, ninajua kuna Waislamu wengine ambao hawapendezwi na mambo hayo. Kwa nini hamwambii hao wenzenu? Manake mnapoacha manake mmekubaliana. Kwa hiyo majibu haya pokeeni wote, ukiwemo na wewe pia. Haya, ninachopenda kukisema nini? Kwa nini kanisa likaonekana mpaka lina rasilimali zote hizo za afya na elimu? Kwa nini? Kanisa linathamini sana swala la elimu. Tuthibitishe. Fungua ndani ya Biblia, Mithali sura 4 mstari wa 13. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike maana yeye ni uzima wako. Hiyo ni aya ndani ya Biblia. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana huyo ni uzima wako. Ndio maana kwa upande wa kanisa, piga ua. Mahali ambapo kanisa limechomoza, kinachofuata lazima shule iwepo, kinachofuata lazima hospitali iwepo. Ni agizo kutoka ndani ya Biblia. Je, imeishia hapo? Mathayo 5:13 na 14. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Subiri. Biblia inasema nyinyi wanaotajwa hapa sio nyinyi Waislamu, nyinyi amumo. Wanatajwa hapa Wakristo. Kwamba nyinyi Wakristo ni chumvi ya dunia. Sasa chumvi ni kitu ambacho, yani pika chakula unavyoweza wewe, lakini bila chumvi kile chakula hakifai. Sasa kumbe Wakristo ndio hiyo chumvi ya kufanya kila kitu kiwe sawa sawa. Maana yake hivi, mahali ambapo Mkristo hayupo, maendeleo hakuna. Hiyo fuatilia hata historia ya duniani. Malizia haya. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Rudia tena hapo. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru maana yake maendeleo. Kwa hiyo Biblia inaposema ninyi ni nuru ya ulimwengu, yani nyinyi wa Kristo ni nuru ya ulimwengu, ni maendeleo ya ulimwengu. Wanasimama Waislamu wanakuambia tunaongozwa na mfumo Kristo. Leteni wa kwenu tuone, mbona mmeshindwa? Haleluya. Amen. Haya. Hawa wazungu hawa ambao Waislamu hawataki, naomba nikope kwa dakika chache msemo wao. Kuna msemo mmoja wa wazungu mzuri tu, wanasema hivi, show me your friend, I will tell who you are. Show me your friend, I will tell who you are. Yana anasema mimi sihitaji nihangaike na wewe, nionyeshe rafiki yako, nitakujua wewe ni nani. Wakristo wakiulizwa nionyeshe rafiki yako, tuna pointi kwa Yesu, kwamba Yesu ndio rafiki yetu. Yesu msomi, ana hekima, anajua. Likewise wafuasi wake sisi Waislamu tunawauliza show me your friend, I will tell who you are. Wanatuonyesha. Fungua Qur'ani sura ya 7 aya 157. Inasemaje? Ambao wanamfuata mtume nabii aliyeumi, asiyejua kusoma wala kuandika. Huyo mtume hajui kufanya nini? Asiyejua kusoma wala kuandika. Sasa hebu fikiria, unaambiwa nionyeshe rafiki yako, unamuonyesha Muhammad ambaye kwa mujibu wa Qur'ani hajui kuandika wala kusoma, lakini unasimama unaweka mhadhara, unaweka makongamano eti Wakristo wametutawala. Kwa nini usimlamu kiongozi wako kwanza? Like her mother, like her daughter. Kama mama alivyo na binti yake ndivyo alivyo, kama baba alivyo na kijana wake ndivyo alivyo. Sasa Waislamu mnalilaumu kanisa la nini? Kwa nini msiende kumlaumu mtume wenu Muhammad? Kumbe ndiye alikuwa hajui kuandika wala kusoma. Mimi ninawapongeza wale Waislamu wenye mapenzi mema ambao wanakubali kuungana na huu mfumo ili tuweze kwenda pamoja, ili wanaopenda maendeleo kuliko kwenda kukaa kwenye makongamano ya Waislamu haya ambayo hayana tija yoyote. Hiyo ndio ilikuwa sababu yake. Lakini hoja inaweza kaja, tumesoma ndani ya Qur'ani kwamba Muhammad hajui kusoma wala kuandika. Je, Yesu wewe unajua kusoma? Fungua Injili ya Luka sura 4 kuanzia mstari wa 16. Luka mtakatifu 4 kuanzia 16. Maana hapa tunasema nionyeshe rafiki yako nitajua wewe ni nani. Tupe habari. Inasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Hebu subiri. Ameenda Nazareti, akapewa chuo cha nabii Isaya ili asome. Huwezi ukapewa kama hujui kusoma. Walijua kwamba hapa Yesu shule imepanda, chukua soma.
Na yeye Biblia inasema akafungua. Huyu anajua kusoma huyu. Alipofungua akaanza kusoma, Roho wa Bwana yu juu yangu. Hiyo ni Isaya 61. Kwa hiyo Yesu alisoma. Je, kuandika Yohana 8 anza 5. Yohana 8:5. Biblia takatifu inasema hivi. Inasemaje? Yohana 8:5. Inasema, basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nao wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili apate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Biblia inasema Yesu akainama akaandika, sio akachora. Tuelewane hapa. Inasema akaandika. Kuna kuchora na kuandika. Be careful please. Kwa hiyo Yesu anajua kuandika na kusoma. Ndio maana Wakristo tuko hivi. Na Mkristo, ngoja nikueleze, hata kama Mkristo hana PhD, lakini kitendo cha kuwa Mkristo tu unaona hata akili yake imekaa sawa sawa. Ataongea maneno ya hekima, mahali penye hekima ataitoa. Lakini Waislamu kuna baadhi yao hata kama is a PhD holder is worthless. Unajiuliza, tatizo ni nini? Huyu mbona inaonekana amesoma? Tatizo kumbe sio yeye. Tatizo anafuata mfumo upi? Sasa jamani, bado tuko kwenye swala la MOU. Nimekwambia hapa tutakaa kwa muda mrefu, na unisikilize. Maana kila Ijumaa article zinatoka kwenye gazeti. Hiko hivi. Katika kuthibitisha hilo kwamba Waislamu wanafanya mchezo na wameamua kukilani kizazi chao kinachokuja nyuma kwa hiki wanachokifanya leo, ni hivi. Kilwa, naomba niitolee kama case study. Kilwa, wilaya ya Kilwa, kanisa Katoliki walitaka kwenda kuwajengea kule shule, kukawa pale shule, na kulikuwepo na mwalimu ambaye ni Mkatoliki, alitaka afungue shule na hospitali na kanisa na Waislamu wasome. Lakini kwa bahati mbaya kabisa, tena ilikuwa kabla ya uhuru wa Tanganyika, kwa bahati mbaya kabisa, ninaomba nithibitishe kwa maneno ya kwa wenyewe kutoka kwenye vitabu vyao. Nimesema leo nitatumia evidence kutoka kwa Waislamu wenyewe, ili kama mnaweza kuitana misikitini huko, mkae muulizane mambo haya kweli, iwe mjue kwamba ni kweli, na mkiona kinairunga chukua kiboko tandika, maana wanarithisha ujinga kwa vizazi vinavyokuja. Hapa na kitabu hiki kinaitwa Tanzania Muslim Population, idadi ya Waislamu Tanzania. Kitabu hiki kimeandikwa na Profesa Musa Ngogo. Amekufa mwezi uliopita, na amekufa kabla hajajibu hoja zangu. Nilimpelekea na hata kwa kumpigia simu. Mwenyezi Mungu amweka pendapo. Naomba nisome hiki kitabu. Katika hiki kitabu, katika dibaji, ninaisoma jinsi ilivyo. Inasema hivi: Waislamu Kilwa walivyoukataa Ukristo. Sultani Muhammad Nganora, Akida Abdalla Kubegera, Mzee Ibrahimu Nyomole na Mzee Kigogo Abdalla walikuwa wamemruhusu headmaster Mkatoliki ajenge kanisa, lakini kwa kusali tu, sio kuhubiri katika mji. Lakini mzee mmoja aitwaye Sheikh Chapi, ambaye alikuwa anajua kusoma na kuandika Kiswahili na Kiarabu, aliposikia hayo alisema, nchi hii ya Wangindo ni ya Kiislamu. Wazee wetu walikataa kabisa dini ya Kikristo, wala kusikia kengere katika nchi hii. Ndipo akamwandikia mkuu wa shule, yani headmaster, barua ifuatayo. Jamani, barua iko hapa, naisoma. Barua hii ni ya tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 1959. Liwale, headmaster: wewe, nimesikia unajenga kanisa katika nchi ya Wangindo. Umepata ruhusa toka wapi? Dini ya Kikristo sisi nchi hii ni mwiko na haramu kabisa. Upatapo barua hii bomoa, tusilione tena jengo hilo. La sivyo, siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 1959 tutakuja kulichoma moto na wewe mwenyewe kukuua. Ukiwa na bahati tutakufungia mizigo uhame, tusikuone nchi hii ya Kiislamu. Ni mimi Kichapi. Barua inaishi mpaka leo. Hapa chini profesa, sikiliza maneno ya profesa huyo. Anasema tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 59 Sheikh Chapi aliandaa jeshi la kubomoa kanisa, lakini serikali ya Kijerumani ikaingilia kati ikamdhibiti. Mwenyezi Mungu atujalie moyo wa nguvu kama za kina mzee Kichapi kupigania Uislamu kwa mali na nafsi. Wabilau tawfik, Profesa ex Bishop Musa Ngogo, Dar es Salaam, tarehe 26 mwezi wa 3 2007. Sikiliza.
Kama uko rafiki yangu Muislamu hapa au kama uko kiongozi wa serikali hapa, naomba unisikilize. Vitu hivi sio vya kufanya mchezo. Tunakokwenda Tanzania sasa hivi sio kuzuri tukiendelea kuacha mambo kama haya. Na ndio maana tunawaambia kama Waislamu mnachoongea ni cha kweli, njooni tuweke mdahalo, leteni hizo hoja mbele ya Wakristo. Wanatukimbia. Mtu ambaye ni profesa kwa kawaida kabisa, inajulikana ni mtu aliyesoma na mwenye elimu sawa sawa, ambao yeye angekuwa sehemu ya msaada wa kutatua matatizo ya kijamii ikiwemo ya elimu kwa hawa Waislamu wa Lindi. Eti yeye ndio anasapoti barua za mwaka 59 wakati yeye anaitwa profesa. Hapa amewacha wenzake hawajui kuandika wala kusoma. Ujinga wa namna gani huu? Kumbe you can pass through the university without the university passing through you. Kuwa profesa kumbe ni bure kabisa. Sasa huyu amekufa, amewaachia urithi gani Waislamu? Badala ya kupeleka shule, sasa hivi wanacho chama cha wanataaluma wa Kiislamu, TAMPRO, Tanzania Muslim Professional. Vitu kama hivi wanavisemaje? Na hao ndio wanawatuma hao wanaofanya makongamano kwamba kawaambieni kwamba Tanzania inaongozwa na mfumo Kristo, Waislamu tumenyimwa elimu. Nyinyi TAMPRO nyinyi, kwa nini hamuendei Waarabu? Kwamba kwa nini hamkutupa elimu? Mmekunja tu miguu kama vibao vya mbuzi msikitini, mnadanganyana kwa historia ambayo si ya kweli, mnaacha historia ya kweli. Kwa mfano, makongamano haya walioyafanya mpaka leo ni 23, wanakwenda maelfu ya Waislamu. Je, wangeweka mchango wa kuchangishana kwa ajili ya kuchangisha fedha kwa ajili ya mfuko wa elimu ya Waislamu, leo Waislamu wangekuwa wapi? Wangekuwa wako wapi? Nyinyi kina Ilunga, hayo makongamano na kina Basare, nyinyi mngekuwa mmechangisha pesa, mngekuwa mmepata pesa kiasi gani za kujengea shule za sekondari? Wanatoka hapa eti kanisa Katoliki, kanisa ndio linatuonea. Upuzi mtupu. Haya, lakini naomba nitoe takwimu. Hapa. Sisi Wakristo tunaambiwa hivi, no research, no right to speak. Kama hujafanya utafiti usiongee. Hapa nina takwimu. Ziko katika kitabu kinachoitwa Kanisa Katoliki na Siasa ya Tanzania Bara. Katika hapa kuna shule za kanisa mwaka 1945 za kanisa zilikuwa 800. Sekondari zilikuwa 10. Vyuo vya walimu vilikuwa 16. Wakati huo zilizo za serikali na serikali za mitaa zilikuwa 200, sekondari 8, vyuo vya walimu 8 na Makerere 1. Kwa hiyo mpaka hapa tu mwaka 1945 tayari makanisa yanajivunia shule za msingi 800. Naomba Waislamu nyinyi kina Ilunga mtuambie, mwaka 1945 Waislamu mlikuwa na shule ngapi? Ili madai yenu hayo mnayoyapeleka yaonekana yana nguvu. Ndio maana Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi pamoja na ujaidina wake akatambua kwamba kanisa ndio mkombozi wa nchi hii. Nenda kajiunge nao. Wataalamu wanasema if you cannot fight, join. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Kwa hiyo tayari 1945 kanisa lina shule za msingi 800. Waislamu mlikuwa nazo ngapi? Lakini sio hivyo tu. Takwimu tulizo nazo ni kwamba baada ya kuanzishwa East Africa Muslim Welfare Society mwaka 1968 ndio Waislamu wakajengewa shule hapa Tanzania 70. Yaani mwaka 1968 ndio wana shule 70. Wakati kanisa mwaka 1945, yani miaka 23 nyuma, wana shule 800. Alafu leo eti unataka muwe nao sawa. You are not fair, you are unjust. Habari hizo unazipata wapi? Tembelea mtandao wa Kiislamu www.islamtz.org. Haya, tuje kwenye kuandikishwa wanafunzi chuo kikuu. Jamani, bado tuko kwenye MOU kwenye swala la elimu. Maana hilo ndio wanalolalamikia kwetu, tunataka tuliweke sawa hapa. Mwaka 1972 mpaka 1975 aliyekuwa waziri wa elimu alikuwa ni mchungaji anaitwa Simon Chiwanga. Simon Chiwanga ndio alikuwa waziri wa elimu. Na wanafunzi walioingia chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa mwaka huo 1972 mpaka 1973, Waislamu walikuwa 14%, Wakristo walikuwa 84%, dini zingine walikuwa 2%.
Mwaka 1973 mpaka 1974 Waislamu walikuwa 13%, Wakristo walikuwa 79%, dini zingine walikuwa 8%. Hoja, kama Waislamu kweli watasema Tanzania hapa kwamba kanisa ndio linaongoza na hapa waziri tena wa elimu akiwa mchungaji, kwa nini rate imepungua kutoka 84 mpaka 79, kwa maana 5%? Yes, angeongeza zaidi. Alikuwa anataka kwenda na uhalisia. Wakristo hatuchaguani tu, unahakikisha kichwani kumekaa sawa, anakwenda. Haya, na walipokuwa wanafanya hivyo mwaka 1980 shule za seminari za Kikristo zilikuwa 20. Kumbuka kwamba mwaka 80 hata mkataba wa MOU haupo. Tayari shule za seminari za sekondari za makanisa ziko 20. Kina Irunga na kina Basaremu, tueleze. Mwaka 1980 Waislamu mlikuwa na seminari ngapi? Mtueleze. Acheni kualisha ujinga Waislamu. Na nyinyi Waislamu, kwa sababu sijui kiwango cha elimu ndogo, hata kiwango cha kuhoji ni kidogo, pole sana. Lakini hata nyinyi Waislamu mliosoma. Haya. Sasa kama ndivyo, mwaka 1987 mpaka mwaka 1989 aliyekuwa waziri wa elimu kipindi hicho alikuwa Profesa Kigoma Malima, na aliyekuwa rais alikuwa bado Rais Ali Hassan Mwinyi. Sikiliza kuingia kwa wanafunzi vyuo vikuu. 1988 mpaka 89 Wakristo walikuwa 82% walioingia chuo kikuu. Waislamu 18%. Rais Mkristo, waziri wa elimu Mkristo. Yaani rais Muislamu, waziri wa elimu Muislamu. Je, hapa napo vipi? Hawa nao walishabatizwa kama mnasema leo ni mfumo Kristo? Haya, mwaka 1989 mpaka 1990 rais akiwa Mwinyi huyo, waziri wa elimu alikuwa Amran Mayagira, naye ni Muislamu. Sikiliza wanafunzi wa vyuo vikuu. Wakristo 82%, Waislamu 18%. Na hapo vipi sasa? Hapa napo mtadai mfumo Kristo. Kwa hiyo Mwinyi na Amran Mayagira wote tulishawabatiza. Huo ni uchache wa elimu. Huko ni kutokufanya utafiti. Mnabaki badala ya kujadili namna ya kutatua matatizo, mnaanza kuongea uongo, mnawalisha uongo Waislamu. Sasa taarifa hizi zimetoka wapi? www.islamtz.org. Wanazo. Lakini kana kwamba itoshi, kuna viongozi wetu wakubwa kabisa wa serikali tunawaheshimu, lakini wanafika mahali wanaongea vitu vya kipuzi kabisa. Mmoja anaitwa Alhaji Abdu Jumbe Mwinyi. Huyu aliambiwa jiuzuru baada ya kuleta mtafaruku kule Zanzibar. Alipoona amejiuzuru kakaa Kigamboni kula anakula kodi zetu, akakosa la kufanya, akaanza kuandika vitu anavyovijua yeye. Ameandika kitabu kinachoitwa The Partnership. Katika hicho kitabu The Partnership ameandika mambo ambayo hata hayaingii kichwani. Wataalamu wanasema an idle mind is the devil workshop. Kama huna jambo la kufanya, wewe ni karakana ya shetani, atakutumia tu. Kivipi? Katika hicho kitabu Abdu Jumbe anamlaumu Mwinyi. Anasema hivi, wewe Mwinyi, mwaka 1993 ulipokuwa unateua viongozi mbalimbali wa serikali, jedwali linaonyesha hivi: makatibu wakuu Waislamu walichaguliwa 4, Wakristo 16. Uwiano ni 1:4. Kwa hiyo Muislamu 1, Wakristo 4. Haya, wakuu wa mikoa huo mwaka 93, Waislamu 5, Wakristo 15. Uwiano ni 1:3, yani Muislamu 1, Wakristo 3. Wakuu wa wilaya Waislamu 8, Wakristo 113. Wakuu wa wilaya, uwiano ni Muislamu 1 kwa Wakristo 14. Hoja, vyeo hivi tulivyovitaja hapa, je, unaomba kazi? Unachaguliwa? Jibu ni kwamba hapana. Vyeo hivi unateuliwa na rais. Na rais alikuwa nani kipindi hicho? 93 rais alikuwa Mwinyi. Sasa Abdu Jumbe anamlaumu Mwinyi kwamba wewe Mwinyi, kwa nini wakuu wa wilaya umechagua Wakristo 113? Yaani kwa akili Abdu Jumbe sijui imezeeka, mimi sijui. Yaani alitaka hivi Mwinyi aanze kuangalia huyu dini gani na huyu dini gani, yaani asiangalie uwezo wa mtu. Waislamu, mnapotosha sana historia ya nchi hii. Kizazi chenu kitawalani kweli. Kina Shairunga, kina Basare. Historia hizi tunasoma zimo kwenye vitabu. Tumezikuta. Kwa nini mnaziacha, mnawaongopea Waislamu? Na serikali yetu tunasema hivi, kama nyinyi Waislamu hamwawezi, tuachieni. Sisi wale saizi yetu. Waislamu saizi yetu kabisa, kwani tumeanza nao leo?
wakija kwenye mijadala ya kiimani tunawatandika mpaka wanaweka mpira kwa pani, wanaenda kuchapana viboko msikitini. Kwani hata hapa si mmeona? Wakija kwenye hoja hizi tayari majibu tunayo, na ndio maana wanaogopa tusiende kuweka nao midaharo. Sikiliza, kwa wewe Muislamu uliyeko hapa unayenisikiliza sasa, ninakusihi achana kuambatana na kundi la watu wajinga kama hawa. Hawa ni wajinga hawa. Wanataka kuirisha historia ambayo hata haipo. Huwezi ukashindana na historia. Historia inabadilishwa kwa historia. Kama historia imeandikwa, tengeneza ya kwako ibadilishe historia hii. Aya, sasa huyu Jumbe, wewe Abdu Jumbe umekazana, wewe Mwinyi, kwa nini umechagua hao wengi? Mimi nasema wewe Jumbe, shame upon you. Ni kiongozi usiyejitambua. Wewe kula tu kodi zetu, ukifa basi. Lakini maneno unayotamka hayalisaidii taifa hili. Haya, habari hizi nimezipata wapi? Kwenye mtandao unaitwa www.islamtz.org/nyaraka/w_lalamika/main.html kutoka kwenye mtandao wa Kiislamu. Mbona hawazisemi hizi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu kama mnanielewa punga mkono. Aya. Sasa kwenye swala la elimu tumeona jinsi Watanzania ambavyo kupitia kwenye hayo makongamano wanalilaumu kanisa kwamba eti kwa nini limewanyang'anya hiyo haki. Na kwa sababu hiyo hawapendi kuungana na kanisa, mpaka kwenye mikanda yao wanasema eti chinja maaskofu. Kwani maaskofu ndio Waarabu? Maaskofu ndio waliowaambia nyinyi mwe Waislamu? Lakini je, utaratibu huu unakwenda sawa sawa? Je, Waislamu wote wako hivyo? Bahati nzuri tuna Afrika Mashariki. Naomba nitoe mfano kwa Waislamu wa Kenya. Naomba gazeti. Anasema hivi, kuna kiongozi ambaye anasema hivi, naomba nianukuu maneno yake. Anasema, we are still analyzing the results of other schools, but we believe we are among the top performing schools in Nairobi, said Abdul Razak Abdullahi Adam, the director of the Ansar Sunni Trust. Yani kwamba tunaanza kuona mabadiliko ya elimu, na inavyokuja tutakuwa miongoni mwa shule bora hapa Nairobi. Kwa nini naanza kuwa shule bora? Walivyokubali kucollaborate na Katoliki na kanisa, kwa maana kanisa. Waislamu Tanzania wanasema hatutaki kuungana na Katoliki na kanisa lina mfumo Kristo. Pole sana, mtabaki hivyo hivyo. Haya. Sasa kwenye swala la hii MOU, madai ya Waislamu wanasema serikali inatoa pesa inalipa kanisa. Naomba gazeti. Hili ni gazeti la Kiislamu linaitwa An-Nur. Watu wa picha lichukueni. An-Nur la mwaka huu ni la Machi 22 mpaka 24, 2011. Kichwa cha habari kinasema Kikwete awapa Wakristo bilioni 112. Ahidi Mustafa Mkulu atawaongezea bajeti ijayo. Waislamu wabubujikwa machozi Dodoma. Sasa haya najua yalikuwa machozi ya maji. Mimi nataka yatoke ya damu kwa ajili ya ujinga wenu. Kwa nini nasema hivyo? Kikwete ni Muislamu kwa dini. Waziri wa fedha Mustafa Mkulu ni Muislamu. Vipi wasaini cheki ya bilioni 112 kwenda kanisani kama hakuna misingi yake? Ina maana wamezichota tu, wao Uislamu wao hawaupendi kwenda kuwapelekea. Vipi wachukua zipeleke kanisani? Hizo hela zinatoka wapi? Naomba nikuambie sasa. Narudi kwenye mkataba. Nimekuambia mkataba baina ya serikali na kanisa tunao, na huko na humu, na Waislamu na wenyewe wameuchapisha, ila hawataki kuutumia. Sisi tunautumia sasa. Inasema hivi, tunataka tuone hizo fedha zinatoka wapi. Kwa nini Kikwete saini mabilioni hayo yote alafu alipe kanisa? Mojawapo ya kipengele katika ule mkataba baina ya serikali na kanisa, ambayo ni article number 13. Nitaisoma tu kwa Kiswahili. Anasema hivi, serikali itajitahidi kujumuisha misaada ya kifedha kwa ajili ya huduma za jamii zinazomilikiwa na makanisa itakapokuwa katika mazungumzo ya kuomba misaada, hususan mazungumzo yake na Jamhuri ya Kifederali ya Ujerumani. Uwezekano kama huo uangaliwe pia itakapokuwa na mazungumzo na wafadhili wengine. Kumbe ikitokea serikali inaenda kuomba misaada Ujerumani kutokana na mkataba, kwa sababu Ujerumani ni taifa la Kikristo, waingize na ombi la nani?
la kanisa. Sasa wale Wajerumani wakitoa pesa hawazileti kanisani, wanazipitisha serikalini. Ndio maana serikali inaandika cheki ya kwenda wapi? Ya kwenda kanisani. Sasa zimefika bilioni 112, Waislamu wanatoa machozi. Za Waarabu ziko wapi za mafuta? Pesa za mafuta za Waarabu ziko wapi? Sasa hivi Gaddafi ndio anapigwa hivyo na Uislamu ndio zasha, ndio unakufa hivyo. Maana yule ndio alikuwa askofu wa bara la Afrika. Tulitegemea watu kama kina Gaddafi wanaposema kwamba uchumi wao ni mzuri, amejenga misikiti mikubwa kule Dodoma, amejenga misikiti mikubwa kule Burundi. Vipi sekondari? Vipi elimu? Anakumbuka misikiti, shule hamna. Alafu mnaweka makongamano eti kanisa. Upumbavu mtu. Bernard Membe, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania, katembea kafika Libya huko mwaka jana wakati anagombea ubunge wa jimbo la Mtama kule Lindi. Akakutana na the Islamic Core Society, chama cha kule Libya. Wakampa pesa za kujenga misikiti 3 kwenye jimbo la Mtama. Na mimi nikasema hata wewe Bernard Membe, niliandika kwenye gazeti. Nikasema ninasikitika sana. Wewe unajua umesoma, ndio maana wewe waziri. Wale Waarabu kule ulipochukua zile pesa ulikumbukaje kujengea misikiti badala ya kuambia kwamba ujenge sekondari? Kwa hiyo manake Waislamu wako hivi, Bernard Membe ataendelea kuwa mbunge kule kwa sababu anatumia ujinga wenu. Si hamtaki kusoma, anaendelea kuwajengea misikiti, mnakunja miguu kama vibao vya mbuzi, yeye anapeta, yeye kasoma. Afu mnakuja mnaweka makongamano eti kanisa linatuonea. Hapo vipi sijui hapo. Tunajua kwamba ndicho alichofanya. Kuna chama kinaitwa the Islamic Core Society. Tena kiongozi wake hapa Tanzania yupo. Wanatoa pesa. Tungeona hizo pesa, tutamani tuone mashule ya Kiislamu yanajengwa mengi. Badala hizi kelele za kina Irunga huko. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Waislamu wa misionari wa Kiislamu wamekaa hapa Tanganyika miaka 400, kwa maana karne 4. Kwa hiyo hakuna urithi wowote walioacha. Waislamu, jililieni nyinyi na nafsi zenu kama mtataka kuendelea kubaki Waislamu. Lakini kama hamtaki kuendelea kubaki Waislamu, njooni kwa Yesu, mtasoma. Kwa nini nasema hivyo? Kuna mheshimiwa mmoja mkubwa sana hapa Tanzania aliwahi kusema hivi, jamani Waislamu wenzangu, msililaumu kanisa. Mimi nisingekuwa kanisa, ningekuwa nauza karanga Chalinze kule. Sijui anaitwa nani, jina nimesahau. Nikikumbuka nitawaambia. Jina lake nimesahau, lakini nikilikumbuka nitasema. Kuna watu kumbe Waislamu hao wanathamini mchango wa kanisa na kila ambacho unafanya katika kumkomboa mwanadamu. Lakini wale Waislamu wasiojua ndio wanaitishana kwa ajili ya makongamano. Ovyo kabisa. Lakini kwa sababu sio Waislamu wote. Kwa nini? Waislamu wana madhehebu. Kuna dhehebu la Ahmadiyya. Dhehebu la Ahmadiyya hata makao yao makuu hayako Uarabuni, yako Uingereza. Na ndio maana muendee Ahmadiyya yeyote amesoma. Kwa nini? Wameiga kusoma kwa wazungu. Nilikwenda maeneo ya Kigoma kule, pale Ujiji Buzebazeba, nikakutana na Waislamu wa dhehebu la Shia. Wameweka bango kubwa kabisa kama haya ya matangazo. Wameandika hivi, an ink of the scholar is holier than the blood of the martyr. Nikajiuliza swali, haya wamesema Waislamu haya? Yaani wanasema wino wa mwanazuoni ni mtakatifu kuliko damu ya mfia dini. Kumbe na wenyewe wanathamini elimu. Wa makongamano wanakaa tu, Waislamu takbir, Allahu akbar, takbir. Kanisa linatuonea kwenye nini? Kwa nini hamjitathmini wenyewe? Haleluya. Haya. Kwa huruma kabisa, ili Waislamu nao wasome. Mkapa akiwa madarakani, wakawa wanamuendea wale DIC, Dar es Salaam Islamic Club. Wanamwambia Mkapa, tunaona mnawapa kanisa tu. Je, sisi Waislamu hamtukumbuki? Mkapa kakuna